Basi nianze kwa kuwasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo tunataka kutoa taarifa rasmi kwenye jamii ya Watanzania, kwa maana kwamba Tanzania kwa kuwakilishwa na Shirika la Viwango Tanzania kwa maarufu kama TBS pamoja na Taasisi ya Viwango Zanzibar yaani ZBS, mwaka huu wa 2025 imepata fursa ya kuwa mwenyeji wa halmashauri kuu na mkutano mkuu wa Shirika la Viwango Afrika, yani Africa Standardization for Organization, ambao utafanyika katika visiwa vya Zanzibar kuanzia tarehe 23 hadi tarehe 27 Juni mwaka huu. Na mkutano huu utafanyika katika hoteli ya Golden Tulip kama ambavyo nimesema, kuanzia tarehe 23 hadi tarehe 27 Juni mwaka huu. Na mkutano huu utakuwa na wageni ambao tunawatarajia wasiopungua 300 kutoka nchi zaidi ya 50 katika Afrika na kwingineko duniani, ambao wengi wao wakiwa ni wanachama wa ARSO pamoja na wadau wengine wa viwango kutoka ndani na nje ya bara la Afrika. Na katika mkutano huu tunatarajia mgeni rasmi ambaye ataufungua mkutano huu, kwa sababu unafanyika Zanzibar, utafunguliwa na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi ambaye ni rais wa Zanzibar pamoja na pia ni mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Ndugu wanahabari, fursa hii kwa nchi yetu kuwa mwenyeji wa mkutano huu ni fursa kubwa na ni ishara kuwa nchi yetu iko imara katika nyanja mbalimbali ikiwemo za uandaaji wa viwango, udhibiti ubora ambao mifumo yake imeendelea kuimarika. Aidha, uwepo wa wageni hawa kutoka nchi mbalimbali duniani na Afrika pia utaipa nafasi nchi yetu kuitangaza katika huduma mbalimbali ambazo zinatolewa na wadau wetu mbalimbali hapa nchini, ikiwemo mashirika haya ya viwango yaliyopo katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa maana ya TBS na ZBS. Hivyo ni fursa kwa wazalishaji pia kupata masoko nje ya nchi ili kukuza biashara na kuendelea kuchangia uchumi endelevu wa taifa letu, kwa sababu tunatarajia pia kutakuwa kuna maonyesho mbalimbali ambayo yatafanyika wakati wa mkutano huu. Katika mkutano huo, kauli mbiu ya mkutano unasema ni kuharakisha haki katika biashara ndani ya eneo la biashara huru barani Afrika maarufu kama AfCFTA kupitia mifumo madhubuti na viwango vilivyoainishwa. Kwa Kiingereza tunasema Accelerating Fair and Just Trade in Africa under the African Continental Free Trade Area AfCFTA through African Coherent Regulatory Framework and Harmonized Standards. AfCFTA inamaanisha eneo la biashara huria la bara la Afrika. Ndilo eneo kubwa zaidi la biashara huria duniani lililoanzishwa ili kuondoa soko moja la bidhaa na huduma katika bara zima la Afrika, lengo likiwa ni kukuza biashara ndani ya Afrika, kukuza nafasi ya kibiashara ya bara duniani kote na kuhimiza uwekezaji na uandaaji wa nafasi za ajira. Tunafahamu bara letu ni kubwa na tukiweza kufanya biashara ndani ya bara la Afrika itatuletea tija kama bara la sisi pia kama nchi. Ndugu wanahabari, Shirika la Viwango Afrika yaani ARSO lilianzishwa mnamo mwaka 1977 huko Accra, Ghana kupitia Umoja wa Afrika yaani AU kwa lengo la kushirikiana na Tume ya Umoja wa Mataifa ya Uchumi wa Afrika, kwa Kiingereza unaitwa United Nations Economic Commission for Africa yaani UNECA. Kwa hiyo ARSO iliundwa na nchi wanachama 43 kupitia mashirika ya viwango ya kitaifa kutoka bara la Afrika ikiwemo Tanzania kupitia Shirika la Viwango Tanzania yaani TBS pamoja na Taasisi ya Viwango Zanzibar yaani ZBS, nao pia ni wanachama. Jukumu la kimsingi la ARSO ni kuoanisha viwango na utekelezaji wa mifumo ya udhibiti ubora ili kuongeza uwezo wa kibiashara ndani ya Afrika na kuongeza ushindani wa bidhaa na huduma za Afrika kimataifa. Ndugu wanahabari, mkutano huu utaenda sambamba na maonyesho ya bidhaa, hivyo tunatoa wito kwa wazalishaji wa bidhaa mbalimbali na watoa huduma wa ndani ikiwemo huduma za kitalii kujitokeza kushiriki, kudhamini ili kutangaza bidhaa zao wakati wa mkutano huu, ambao nimesema mkutano huu tunatarajia ufanyike kuanzia tarehe 23 hadi tarehe 27 Juni visiwani Zanzibar. Karibuni sana. Basi kama nchi tumesema Tanzania ni mwanachama wa ARSO. Huu ni mkutano wa pili kama nchi kufanyika nchini Tanzania. Mara ya kwanza ulifanyika Juni mwaka 2016 jijini Arusha. Kwa hiyo hii ni mara ya pili ya nchi kubeba mkutano huu kutoka mashirika ya viwango Afrika. Kwa hiyo hii ni mara yetu ya pili, na mara ya kwanza kama ambavyo nimesema ulifanyika ukumbi wa AICC Arusha Juni 2016. Kwa hiyo hii leo
tunatarajia Juni 2025 utafanyika Zanzibar. Kwa hiyo ni mara yetu ya pili. Lakini kwa upande wa Tanzania, uwakilishi wa watu wangapi? Tunatarajia kuwa na uwakilishi wa takriban watu 70 kutoka pande zote mbili, na hayo ndio matarajio. Lakini pia kwa ujumla tunatarajia kuwa na watu sio chini ya 300 kutoka mashirika ya viwango ya Afrika na wageni wengine kutoka mashirika mengine au wadau wengine wa kimataifa kuhusiana na mambo ya viwango.